Hallelujah. Yeah. Ole wa dunia na bahari mana Ibilisi ameshushwa kwenu. Yelelele. Nguvu au faida ya bidii na hasara ya uvivu. Kwa hiyo kuna nini, kuna faida gani katika bidii? Somo hili litamfaidia mtu kila mmoja aliyoko ndani maadamu amekuja na yupo kwa ajili ya kukutana na Mungu. Hata kama hujaokoka, somo hili ni rafiki kwako, litakusaidia. Na hata kama ni mtumishi wa Ibilisi, maana yake umekuja kwa njia za kumtumikia shetani, pia somo hili litakusaidia. Kwa sababu sauti ya Mungu inasema ni heri kuwa baridi au kuwa moto kuliko kuwa vuguvugu, ili ulipwe mshahara wako. Anasema anayedhulumu na adhulumu sana, anayefanya uchafu na afanye sana, kwa sababu mshahara wake ni timilifu. Ili usije ukashangaa kwamba mimi nilikunywa pombe glasi moja tu naenda jehanamu, na huyu alikunywa mapipa 20 naye wote mnakaa jehanamu moja. Na hata kwa wale ambao wacha Mungu, labda viwango vyako vya kihuduma na vya kiwokovu vipo katika kiwango cha juu sana, somo hili litakuwa rafiki kwako. Na kama unajiona uko chini sana, unataka kupanda juu, somo hili pia litakuwa ni rafiki kwako. Katika Yeremia 48 mstari wa 10 anasema afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kwa ulegevu afanyaye kazi ya Mungu, sio kazi ya shetani. Afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu, huyo mtu amelaniwa. Na hakuna aliyelaniwa anayeweza kuingia mbinguni. Kwa hiyo somo letu linahusu utendaji kazi wa nyanja zote kwa bidii. Kwa bidii. Iwe ni elimu, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni huduma za kimungu, vyote vinahitaji bidii ya mwanadamu. Kufanya majukumu yako kwa bidii. Hata kazi yako ukiifanya kwa ulegevu, Biblia inasema ni dhambi. Kazi yako. Mungu hana urafiki na uvivu. Mungu anataka bidii katika kila jambo mwanadamu analofanya. Na ndio maana ukiyajua hayo, moyo wako utalazimika kutengeneza tabia ya bidii. Kuna wakati unaweza ukafanya mambo kwa bidii, kama nguvu ya soda, kama nguvu ya glucose, alafu ukasizi kabisa, ukaanza kuendelea na tabia yako ya mambo ya kawaida. Alafu ukikurupusha kwa namna fulani, unaonekana unafanya kwa bidii. Sasa Mungu anataka tabia ya bidii katika utendaji wa mambo yote. Hiyo ni kumtumikia shetani, maana yake ujulikane kwamba wewe ni mtumishi wa shetani. Mungu hakufurahia anapoona kwamba unagusa kwa shetani alafu unagusa na kwake. Kwa tafsiri nyingine huko vuguvugu. Anataka kuone huko committed, maana yake umejikabidhi 100% wapi. Kama ni kwa Mungu ufanye 100%. Ukiingia kwenye elimu, unasoma, ni mwanafunzi, unakula kitabu, unasoma kwa bidii. Sio limani tuliende basi tunapitia tu. Mungu anataka bidii. Kwa sababu unapokuwa pale kwenye masomo unamwakilisha Mungu. Ufaulu wako ukiwa ndani ya wokovu unamwakilisha Mungu. Anasema ni yule mtu wa Mungu, ni yule aliokoka. Watu wanaofanya mambo kwa ulegevu, kwa kujivutavuta, bora liende, ni chukizo kubwa sana mbele za Mungu. Mithali sura ya 10 mstari wa 4, kadhalika wa 13 mstari wa 4, anasema kama ifuatavyo. Mithali 10 mstari wa 4 anasema atendaye mambo kwa mkono mlegevu
huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirishwa. Mkono wake aliye na bidii hutajirishwa, lakini atendee mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. 13 tena mstari wa 4, nafsi ya mtu mvivu, nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Itanenepeshwa nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Kwa hiyo ndani ya nafsi utendaji na ile dhamiri ya kutengeneza tabia na maamuzi ya kufanya mambo kwa bidii, hata kama vitu havijaenda sawa sawa, lakini unapoionyesha ile bidii, Mungu anaitumia ile bidii kukuwekea uzao, kukuwekea ushindi. Ngine anaweka miguu kwenye maji ili kuondoa usingizi, anajisomea, anasoma, anakuwa na muda mfupi wa kulala huku anajisoma kwa bidii. Sio kama kwa niliokoka tu roho Mungu atanisaidia basi unaweka huko, unafanya majukumu yako na mambo yako, huna habari. Kwa nini umeingia chuoni? Kwa nini umeingia shuleni kusoma? Unatakiwa usome kwa bidii. Na Mungu anapokutazama ile bidii yako, anaweka mkono wa kukusaidia, wa kuinua. Bidii inahitajika katika biashara. Biashara zote tunazozifanya, hakuna mahali ambapo unatakiwa ustarehe kibiashara. Mungu anakutaka biashara yako inayokuzalishia wewe uifanye kwa bidii, kwa mkono wa bidii. Amka mapema, ingia kwenye majukumu yako. Chelewa kulala, fanya kazi kwa bidii. Mungu anataka kuona bidii inatamaraki kwenye maisha ya watoto wake waliookoka hasa. Kwa sababu chochote kitakachofanyika kwa mkono wa bidii lazima kina mafanikio. Kina mafanikio. Na ndio maana kazi zitapimwa. Ile siku ya ujira, kazi zitapimwa. Zile za kiroho hasa. Kwa hiyo moja wapo ya kipimo ambacho Mungu atakuwa anakitafuta ni kuangalia kazi iliyofanywa kwa bidii. Unajua kuna matokeo ambayo unaweza ukafanya yakaonekana yakakuridhisha, yakakufurahisha. Lakini kama ungefanya kwa bidii, maana yake pangekuwa na matokeo makubwa kuliko hayo ambayo yanakufanya utabasamu na ufurahie. Bidii ina nyongeza kubwa sana ya kukuweka katika viwango ambavyo vitampa Mungu utukufu. Vitamfurahisha Mungu kwenye mafanikio yako ambayo ameahidi kukubariki kwa kazi ya mikono yako. Kwa hiyo kazi ya mikono ifanywe kwa bidii. Kuna ajira za binafsi. Watu wana makampuni yao, watu wana shughuli zao za binafsi. Mungu anataka shughuli hizo zifanywe kwa bidii. Wengine wamepata ajira hizo kwenye makampuni ya watu sio za kwao, wengine kwenye majumba, ni mabinti wa kazi, ni vijana wa kazi, wapo wanafanya shughuli. Mungu anakutaka ufanye kwa bidii, ili mwajiri wako anapokutafakari, anajisikia kukufanyia jambo, moyo wake unaburudika kufanyia jambo gani, maana unamfurahisha, unafanya kwa bidii. Bidii inawafanya mabosi wanaokusimamia, waliokupa ile ajira, wafurahie utendaji wa kazi, maana inafanywa kwa bidii. Hakuna mwajiri atakayefurahia uzembe, uvivu. Ndio maana utaona anambadilisha huyu, anamweka huyu kwenye kazi hii, anamtoa, anaweka mwingine. Kwa nini? Maana yake ni kwamba utendaji kazi huu haunifurahishi. Umejazwa na uvivu. Wengine, kuna vijana wetu fulani walikwenda
chini ya Wachina. Wakawa wanafanya wale Wachina wakawa wameweka sheria, hauruhusiwi kushika simu. Kwa hiyo fanya shughuli zako, simu yako wewe ni uko chumbani, ni porini, ni uko wapi, lakini hauruhusiwi kushika simu. Ukishika simu tu tayari umeshafukuzwa kazi. Kwa hiyo kwa nini? Ili kazi ifanyike kwa bidii. Maana Ibilisi mara nyingine ametumia simu kuweza kuharibu maisha. Unakuta mtu masaa yote mtu ni kwenye simu, kazi iko pembeni. Mara nyingine mpaka mtu anachoka, hata tonge la ugali anachovya kwenye meza, ameacha sehemu ya mboga. Kwa sababu ya nini? Anaangalia simu. Simu imeleta madhara mengi sana. Kama mtu hatajua kucontrol simu, imekuwa shetani katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo sasa weka pembeni simu, fanya kwanza kazi. Wanafunzi mashuleni wamewekewa marufuku, hauruhusiwi kuingia na simu. Sio kama walimu wanawachukia ili usifanikiwe kupata faida kwenye simu. Anajua madhara ya simu, hautasoma. Hauruhusiwi kuingia na simu. Wengine wanafikiri kama wanawapenda watoto wao katika umri nani wameonulia simu, sasa watoto wameharibika. Maana utendaji kazi umeingiliwa na wadudu wanaoitwa simu. Kwa hiyo fanya kazi kwa bidii. Kazi za serikali leo kunasikia kuna wafanyakazi bora. Huwezi kuwa mfanyakazi bora kama haujafanya kazi kwa bidii. Mtu anafanya mpaka anapitiliza muda wake hata wa kazi, anaongeza ziada nyingine mpaka anaipenda kazi, yani anafurahia kuwepo kazini. Lakini mwingine akifika kazi, mshahara ni mzuri, ana gari lakini bado ile kazi ni kama vile shetani kwake. Ni kulalamika. Yani asubuhi tumeshafika. Yana analalamikia tu, kazi ni ya kwake, ajira ameajiriwa. Bado ni bosi kazi, lakini bado analalamika tu. Analalamika tu, haifurahii ile kazi. Ile kazi ni kama mwiba kwake, haifurahii. Kwa hiyo huyo hawezi kufika viwango vya kuwa mfanyakazi bora. Wala hawezi kufanya kazi hiyo kwa bidii. Moyo wake haufurahii, yuko mbali, hata kama inampa mapato. Fanya kazi kwa bidii. Wakolosai sura ya 3 mstari ule wa 23 na wa 24 anasemaje kuhusu kazi tunazozifanya? Mungu anasema anazihesabu. Hata kama unapewa mshahara, Mungu anasema atakulipa taji kama utafanya kwa niaba yake, kwamba unamwakilisha, unafanya katika Bwana, hata kama kazi hiyo haihusiki na Mungu, lakini wewe unaifanya kwa sababu umeokoka, ili jina la Bwana liweze kutukuzwa kupitia kazi hiyo. Kuna ujira wako hapa. Anasema Wakolosai 3 mstari wa 23 na wa 24, anasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Yaani hata kama halihusiki na Bwana, lakini liwe kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea thawabu, mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Yaani huu ni utumishi tayari ambao Mungu anahesabu, hata kama unaonekana ni kazi ya binadamu, unalipwa mshahara kibinadamu, lakini Mungu anaihesabu kazi hiyo, inampa utukufu yeye. Ifanye kwa bidii, ifanye kwa uaminifu, ili Mungu akubariki na Mungu ainuliwe kupitia wewe. Sifa zimwendee Mungu ni kwa sababu yule ni mlokole. Ameokoka yule kijana, yule binti ameokoka. Mpaka watu wanatamani waajiri wa mabinti na vijana waliookoka, maana wanafanya kazi kwa uaminifu na kwa bidii. Kuna maeneo mengine utakuta mlokole amefungua kampuni yake, anasema siwezi kuajiri mlokole mimi, fadhali ni ajiri wa Filisti tu, wa Shami, wa Ajemi, hawa ni waajiri hao. Utafanya kwa bidii. Huyu mlokole analeta upendo tu hapa, kila kitu mpendo, hafanyi kazi, ni wavivu tu, ni huku ni story, si ni ushuhuda tu kuna nini, haufanyi kazi. Kwa mpaka wengi wameharibu jina, mpaka watu wanakosa ajira
kwa watu wao, kwa ndugu zao waliokoka, kwa sababu wanaingiza upendo kwenye kazi. Hawafanyi kazi kwa bidii, hawafanyi kazi kwa uaminifu. Kwa hiyo bidii itakuletea heshima mbele za Mungu na kwa wanadamu. Kuna vitu unaweza ukavifanya ukaona kwamba hauonekani na mwanadamu, lakini ile kazi unapofanya kwa bidii, mara nyingi inazungumza hata habari ya vijana au mabinti amepewa kulea watoto. Wengine na watoto wadogo, ni mfanyakazi, baba na mama ni mfanyakazi, wamemwamini huyu binti analea watoto, kuna mshahara wake pale, anaambiwa mpe, kuna maziwa utampa, ikifika saa fulani, haya utamchemshia yai, utampa yai. Huyu aliyepewa kulea huyo mtoto, kwa sababu yuko peke yake, hakuna anayemuona, atatoa kile kiini vizuri cha yai, atakula, yatabakia ile magandaganda ya juu juu, na leo atamsokomeza tu. Haya, kama ni maziwa yale atakunywa, atamsokomeza maji tu na nini, yule mtoto hakuna anayemuona, lakini jicho la Mungu linakuona. Anasema katika Luka 16 mstari wa 10 na 12, kama umeshindwa kuwa mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, Mungu atakupaje mali yako mwenyewe ya kumiliki? Atakubariki umeshindwa kuwa mwaminifu. Mungu anahitaji uaminifu wako wewe uliokoka. Yuko binti yetu mmoja ambaye aliolewa hapa, mara kadhaa nimekuwa nikimtolea ushuhuda. Ndio ndoa yangu ya kwanza kufunga hapa. Yule binti alikuwa mwaminifu. Alikuwa mwaminifu yule binti. Baba yake, wasimamizi wake, baba, mama ameenda chuo kule Uyole. Baba si yuko Suwa kule. Wote ni wafanyakazi na wameenda wote kusoma. Binti ameachiwa nyumbani, watoto watatu, ameachiwa mifugo. Yule binti alifanya kwa uaminifu. Amefanya kwa uaminifu. Wamemwamini. Hebu fikiri kwamba mtu baki, watu wamemwamini, wako wanasoma kule, lakini watoto analea watoto vizuri. Wale kuku wanachanganya chakula vizuri, analisha vizuri. Watu wakija likizo zile wanafurahia binti yao. Siku anaolewa yule binti, wazazi wake walikuja, walikuwa ni ilikuwa hali ya chini kabisa, wametoka na kijijini. Yaani ukiwaona tu basi inatia tu huruma. Lakini jinsi ambavyo ile familia walivyomfanyia huyu binti, walinunulia vitu vya thamani vya ajabu. Mali alizopata ni ajabu. Kwa nini? Kwa sababu alifanya kwa bidii, kwa uaminifu. Alimwakilisha Yesu. Wale watu hata kama hawana wokovu, lakini kila wakiwa huko wanazungumza, wewe tafuta binti aliyokoka, tafuta binti aliyokoka. Tayari jina la Yesu linatukuzwa. Jina la Yesu linatukuzwa. Wako wengine wanafanya kwa ulegevu na bila uaminifu. Nakumbuka baadhi na shutuma kadhaa ambazo nimewahi kufika, mingine zinafika hata kwa wachungaji huku. Amepewa sehemu ya kupalilia. Ni yule mlokole ndio alipalilia bwana. Anachukua jembe anafunika nyasi tu, anafunika tu nyasi. Siku mbili tatu mshangazi imeinuka. Nani ni yule mlokole? Kwa jina la Yesu linatukanwa kwa sababu ya kukosa uaminifu, ya kukosa kufanya kwa bidii. Fanya kwa bidii. Itakuletea wewe kupata ajira na kwingine. Jina lako litaendelea kutangazwa kwingine. Ili pale utatafutwa kwa sababu ya moyo wa uaminifu na kufanya kwa bidii. Lakini uvivu, watu wengi wamefukuzwa kazi kwa sababu ya uvivu. Wengi wamepoteza kazi. Sasa ni vivu sana ili lakini mpaka ukifika tu akisikia tu honi ya gari na basi ndo anaanza kufanya kazi. Akisema hivi basi, hivi ndo anakimbia hivi nani. Muda wote ukiondoka amekaa kwenye TV. Hivi ni huko ni wapi? Hivi. Kwa hiyo hafanyi kazi. Anasubiri tu mwenye nyumba ameshaingia ndio tayari anaanza kuonekana kama anafanya kazi huko busy. Uaminifu wa kufanya kazi kwa bidii. Mungu atakuinua. Utafika mahali utakuwa na makampuni yako. Utakuwa na miradi mikubwa. Utafanya mambo makubwa katika maisha yako. Ni kwa sababu ya mbegu uliyoipanda, ambayo Mungu anasema hapa kwamba ifanye katika Bwana. Fanya kama kwa Bwana. Hata kama hakuna anayekuona. Mungu ameweka kamera. Ndio anaangalia mambo gani yanaendelea pale nyumbani. Kuna kamera. Angalia. Mara nyingi hawa ndugu zetu wazungu wamekuwa wakitumia mara nyingine trick. Anaweza
akadondosha pesa, akaidondosha katika maeneo ambayo anajua utafanya usafi, alafu utakuja utaiokota pale. Ameiweka ile hela, alafu hakuulizi. Unakuja unafanya usafi, unaiweka mahali kwa baada ya siku 3 labda akiuliza tu ndio. Unaona siku zimepita siku 3 hamna basi. Unachukua unaitumia. Tena baadaye anaweka nyingine. Zaidi kama mara 3 mara ngapi, sasa huyu sio mwaminifu. Wakati anapoondoka hakuambii kwamba niliwekaga hela, na ninasema naona majukumu yameisha na nini, basi tutaonana, naona tu kazi imeishia hapa. Unaona wewe hujui, unasema hakujua chochote. Kumbe alikuwa anatafuta uaminifu. Amegundua huyu mtu atakuja kuleta madhara makubwa kama hana uaminifu. Lakini wenye moyo wa uaminifu, Mungu anaendelea kuwainua. Tumezungumza habari ya uaminifu katika masuala ya utendaji wa kazi za kawaida za kimwili, ambazo wengine baadhi wamejitahidi kufanya bidii kwenye kazi zao, kwenye kazi za mwili. Tunapokuja kwenye kazi za kimungu, hapo sasa ndio bora liende. Ni wachache wenye ufahamu wa kimungu wanayefanya kazi za kimungu kwa bidii. Maombi. Mungu anasema nini kuhusu maombi? Sio librari tu nimeshasema tu, nimeshaomba tu. Mungu anapoyatazama maombi ili aweze kupata faida, ili aweze kupata matokeo, haya maombi yana viwango gani vya bidii? Yakobo sura ya 5 na ule mstari wa 17. Anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Kilichofanya maombi yake yajibiwe ni ile bidii aliyoionyesha kwenye maombi. Mungu akafanya jambo la kihistoria ambalo halijawahi kuweko duniani. Anasema katika Yakobo 5 mstari wa 17, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinye, na mvua haikunya juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Kwa nini aliomba kwa bidii? Aliomba kwa bidii. Kwa hiyo bidii inasababisha matokeo ya faida, ili Mungu aweze kujibu yale maombi. Matendo ya Mitume sura ya 12 na ule mstari wa 5. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5 anasema kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi. Mungu akadondosha malaika duniani, wakaenda kumfungua Petro gerezani. Alikuwa amefungwa pingu mikono na miguu, na anasubiri tu kesho yake, baadaye siku ipite akatwe kichwa. Maana jana yake, ukisoma mistari ya nyuma yake pale, jana yake Yakobo alikuwa amekatwa kichwa, ameuawa, na Petro amekamatwa naye auawe. Lakini kanisa lilipomuomba Mungu kwa bidii kwa ajili ya mchungaji wao, Mungu akadondosha malaika. Petro akatolewa gerezani. Mfalme anakuja kuuliza, imekuwaje ametoroka huyu mtu? Hapana, nyie askari mmekula njama. Askari wote waliuawa. Mungu ametenda muujiza wa kumtoa mtoto wake, mtu wake, kwa sababu kuna watoto wameomba kwa bidii. Wasingeomba, hakuna matokeo yangekuwepo. Hakuna matokeo ya ushindi yangekuwepo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hautavipata katika maisha yako yote ya kuishi duniani kwa sababu haujawahi kuomba kwa bidii. Unaomba kwa kulipua tu, bwana nimeshaomba, si Mungu amesikia, basi imetosha. Si Mungu ameshasikia. Haujatumia bidii kuomba Mungu. Luka 18 mstari wa 1 anasema ombeni bila kukoma. Maana yake nini? Maana yake ombeni kwa bidii bila kukoma. Maana yake omba kwa mfululizo mpaka umepokea majawabu yako, mpaka Roho Mtakatifu anasema basi sasa anza kushukuru. Lakini omba kwa bidii. Kwa maombi ya bidii tunaingia hekaruni, majumbani mwetu, tunajimimina kwa Bwana. Unapiga magoti hapo, hata kama utasinzia hapo, utalala hapo, hiyo yote ni bidii. Uko kwenye miguu ya Mungu, umeegama kwenye miguu ya Mungu, unaomba kwa bidii hapo, hautoki kwenye magoti, unamlilia Mungu na utafuta uso wa Mungu. Tunakwenda kwenye huduma mbalimbali tulizo nazo, kama ni utoaji, toa kwa bidii. Ukijua siri ya kutoa kwa bidii, hautakuwa hata unapigiwa kelele kwamba
kwamba deni lako hujamaliza, mbona mwezi umepita, Kila utakapokuwa unafanikiwa, utajua kutoa kipaumbele kwanza kwa Mungu. Utamfanyia Mungu alafu baki kwanza kumdai Mungu, nina hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa unamuomba Mungu, unamdai Mungu akupe mambo ya akubariki kiuchumi, wakati anaangalia ahadi zake, kazi yake kule bado imelala. Bado unamtaka akupe akufanikisha uendelee na mambo yako. Mungu anakutazama tu. Ukijua siri ya bidii, hautalimbikiza madeni. Utajua umuhimu wa kutoa. Hata kama ilikuwa unatakiwa utoe baada ya mwezi mmoja, utatoa leo. Hautasubiri mwezi ule ufike. Unajua nafanya kwa ajili ya Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 anasema, apandaye haba atavuna haba. Kwa hiyo ni kwa wingi gani unapanda? Mbegu zako unapanda kwa kiasi gani? Utavuna kutegemea na mapando ya mbegu zako unavyofanya kwa ajili ya Mungu. Yule mjane anamwambia Elisha, Elia, sina kitu, kimebakia chakula hiki, mboga hii na kaunga haka tu, nikipika tu kila mlo huu, basi tunasubiri kufa, hakuna tena chakula. Anamwambia kwanza nitengenezee mimi. Akatii kwa ajili ya Bwana. Biblia inasema alivyofanya kwa ajili ya Mungu, baraka alizozipata, hakufa na njaa tena. Ilikuwa afe na njaa. Kwa hiyo mtu anafikiri kwamba kule kubajeti kwako na kule kuweka kwanza ndio kutakufanikisha uweze kutoboa. Wapi? Ukifanya kwa ajili ya Mungu. Tunamkumbuka yule mama tuliokuwa tunasali naye hapa kanisani, Mama Mtaiko. Wachache wanayomkumbuka wale wa nyuma. Alikuwa ni mke wa bosi wa hifadhi hapa Ruaha National Park. Alikuja kusoma hapa chuo cha afya. Wakati wa mchango ametoa shilingi 5,000. Amefika nyumbani, anasikia Roho wa Mungu anamwambia kwamba zile hela ambazo umeweka, alikuwa na account amefungua benki, anaendelea kudunduliza ili anunue gari. Roho wa Mungu anamwambia kwamba sasa kachukue 1,500,000. Ongezea ule mchango umetoa ni mdogo sana. Akatia, akaenda kadro 1,500,000 akaleta. Akaja akanikabidhi, nikamwombea. Zimeisha sijui wiki 2. Alisimama hapa anashuhudia. Alinunua gitaa. Anatoa hii gitaa kwa ajili ya Bwana. Mungu amenipa gari. Nenda kuchukua bandarini. Nilikuwa naweka, Mungu ameona kwamba kumbe nitanunua gari miaka mingapi nitadunduliza hizi pesa. Nimefanya kwa ajili ya Mungu, nimefanya kwa ajili ya Mungu. Mungu amempa gari, alishuhudia mbele ya madhabahu hapo. Mungu amemtendea muujiza. Kwa nini? Amejua kufanya kwa ajili ya Bwana. Kwa tunashindwa kufanya kwa bidii kwa ajili ya Mungu, tunafanya bidii kwenye mambo yetu. Mungu tunafanya kwa kawaida, tunafanya bora liende, mara nyingine kulipua, mara nyingine kwa kinyongo. Basi mimi nitaonekanaje tunifanye? Lakini hatufanye kwa furaha, kama tunafanya kwa ajili ya Mungu. Anayetupa uwezo, anatupa ulinzi, tunaendelea kupumua. Wako watu wamekufa. Wako watu sasa hivi wako kwenye hospitali wanapumua tu kwa mashine. Wanakema tu miezi na miezi. Wako pale kwenye mashine wanapumua. Hawawezi hata kula, wanakula kwa mirija. Mipira imewekwa. Wako pale wanalia, miezi inapita. Wewe unatembea, unafurahia, unaimba, unakula. Kuna watu wako kwenye hali ngumu. Kuna watu wamesingiziwa, wamefungwa, wanasubiri kunyongwa wengine wako kizuizini huko. Hasa umepata neema tu ya kutoka. Angelitoka tu hivi, asingeweza kuchelewa ibada. Asingeweza hata kusoma Biblia. Angelisoma kwa bidii. Angefanya mambo ya Mungu kwa bidii, akikumbuka alikotoka. Mara nyingine hauoni. Ndio maana Yesu anasema aliyesamehewa sana upenda sana. Kuonyesha jinsi ambavyo unajitambua mahali nilipotoka ni pabaya. Mara nyingine unashindwa kufanya bidii kwa sababu unajiona kama ni hali ya kawaida tu. Nimezaliwa tu katika nyumba ya wacha Mungu tu. Basi kwa hiyo huoni uthamani wa wokovu. Jinsi wokovu ulivyo wa thamani. Ili kufanya mambo ya Mungu kwa bidii, hakikisha utengeneza tabia ya bidii. Tabia ya bidii. Kila jambo unalofanya, yaani ile tabia
tabia iumbike. Yasiyo mambo ya kujitokeza tu, bidii inafanyika mara moja kwa mwezi. Iwe sehemu ya maisha yako. Jitengenezee sehemu ya maisha yako. Kila mambo yafanye kwa bidii. Kushuhudia kwa bidii. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35. Yesu anazunguka kufanya kazi hii aliyetuachia na kutupa maelekezo. Anaifanya kwa bidii. Anasema mjini, vijijini, kona zote alikuwa anakatiza kwa ajili ya kutangaza habari za ufalme wa Mungu. Na sisi ni Wakristo, maana yake tunafuata nyayo zake. Maana ya kuitwa Mkristo maana yake anayefanana na Kristo, ndio jina Ukristo. Ndio tafsiri ya neno Mkristo. Anayefanya kama Kristo alivyokuwa anafanya. Ndio maana neno Mkristo. Mathayo 9:35. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa Yesu alishuhudia kwa bidii. Maana yake Yesu akashuhudia kwa bidii. Sio bora liende tu, bora tu taarifa iende, basi nimeshaweka tu taarifa. Unawekeza moyo wa bidii. Huyu mtu aokoke, huyu mtu aingie mbinguni. Moyo wako umeuelekeza kwa bidii ili kuleta mafanikio katika jukumu lile unalofanya. Sio mradi tu limefanyika, lakini matokeo yake ni nini? Uimbaji huu matokeo yake ni nini? Huduma hii matokeo yake yawe nini? Kwa hiyo moyo wako umeuwekeza pale katika imani kwa bidii, kuwe na matokeo chanya yanayoleta heshima na utukufu kwa Mungu, Mungu aweze kufurahia. Sio bora tu jambo limefanyika. Kwa hiyo kuomba kwa bidii, kushuhudia kwa bidii, kutoa kwa bidii, kuhudhuria ibada kwa bidii. Kwa tafsiri nyingine, kuto kukosa ibada. Kwa tafsiri nyingine, kuto kuchelewa ibada. Yaani ibada inapokuwa ni ibada, maana yake kwa bidii. Neno linapokuwa kwa bidii kwenye ibada, hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza, hiyo ina sura moja tu. Waraka wa pili wa Yohana ambao una sura moja tu, mstari wa 8 na wa 9. Mstari wa 8 na wa 9 anasema, jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlioyatenda. Kumbe kuna uwezekano kuyapoteza usipojiangalia. Msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timilifu, mshahara uliokamilika, manake taji iliyokamilika. Kila apitaye cheo. Unaona, mimi ni kiongozi na hivi. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Nini maana ya kudumu? Kudumu ni bidii. Kudumu ni tabia ya bidii, maana ni muendelezo. Mtu ana muendelezo wa kuwa na shauku ya mafundisho ya Kristo, ya kuhudhuria ibada zinazokuhusu pale chuoni. Saa 12 kama ni wanaamka kuomba, wanachuo wenzako. Si saa ngapi kuna vipindi vya chuo pale. Si kanisani hapa na kuabudu kuna vipindi vya vijana hapa. Kuna vipindi si vya wamama muda gani. Si wababa wanakutana muda gani. Yaani manake haukosi vipindi vya ibada. Ndiyo maana ya hapa. Tabia ya kudumu. Muendelezo huu manake ni bidii ya kufanya jambo. Kwa hiyo Mungu anataka ibada iwe na bidii. Sio mradi tu kuabudu tu. Tengeneza tabia ya bidii katika mambo yote unayofanya. Yawe ni ya kiuchumi, yawe ni ya kielimu, yawe ni ya kiroho. Hakikisha bidii inatawala katika maisha yako yote. Kusoma neno la Mungu. Inapita siku hujasoma Biblia, ni aibu kwenye ufalme wa Mungu. Ni furaha kwenye moyo wa shetani. Maana hicho ni chakula maalum kilichowekwa
Ndio maana kuna vyakula unaweza ukala vyakula vya wanga tu siku zote, usiguse vya vitamin, usiguse zile protini, ukala vyakula vya aina moja tu. Kwa hiyo unapokula chakula hiki cha maombi, umeomba kwenye ushuhudiaji, umekula hicho chakula kwa siku, umeshuhudia tayari, kwa siku umeomba, kwa siku umesoma neno la Mungu. Maana yake mkusanyiko wa vyakula vyote vya kiroho vinajenga, vinaimarisha afya yako ya kiroho, unakuwa kamili. Hauna upungufu katika eneo lolote la kiroho. Unakuwa umekamilika. Leo hii kuna kwashakoo za kimwili na za kiroho. Za kiroho kwa kukosa vyakula maalum vya kiroho. Kusoma neno la Mungu, lazima ratiba yako ikupelekee kuhakikisha kila siku unasoma Biblia. Yoshua 1:8 anasema kila siku usiku na mchana uwe na ratiba ya kusoma Biblia. Kila siku usiku na mchana uwe na ratiba ya kusoma Biblia. Anasema matokeo yake yatakuwa ni yapi? Ametamka pale maneno mawili. Kwanza amesema utastawi sana. Maana yake kiuchumi, kimasomo, mambo yote yanayoonekana kama ni ya mwilini yani, anasema utawanda, utastawi. Namba 2 anasema njia yako ya mambo ya kiroho ya kwenda mbinguni, njia yako itafanikiwa. Utakuwa na ushindi katika mambo ya kiroho. Maana hilo neno utalitumia kupimia vitu vyote vya kiroho. Tutasoma hilo andiko uone tafsiri hii inavyosema. Yoshua sura ile ya 1 na ule mstari wa 8. Ni kweli unasoma mara nyingi hilo andiko, lakini hebu lisome tena uone kwa upya. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako moja, kisha ndipo utakapositawi sana. Kusitawi ni kuanda, ni kuchanua, ni kubarikiwa, ni kufanikiwa katika masuala ya kimwili, ya kiuchumi. Njia ya kufanikiwa ni swala la kiroho, njia ya kiroho. Kwa hiyo kutokana na nini? Na yaliyomo kwenye neno la Mungu. Unafanya nini? Na yatafakari usiku na mchana. Usiku na mchana. Twende kwenye Wakolosai 3. Wakolosai 3 ule mstari wa 16. Anasema neno hilo la Kristo likae kwa wingi ndani ya moyo wako. Likishakuwa na ujazo huo wa kutosha, litakusaidia kuimba nyimbo. Zitaimbwa katika kupitia neno la Mungu, utaimba katika roho. Maonyo na masaidiano yatakuwepo katika neno la Mungu, maana yake kiusahihi kabisa kama Mungu anavyotaka. Kwa kile kitakachofanyika kitafanyika kupitia neno hilo ambalo limejaa moyo. Sasa kama usomi usiku na mchana, haya hayatawezekana. Wakolosai 3:16. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana, maana yake katika hilo neno la Mungu, mkionyana kwa hilo neno la Mungu, kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Maana yake zile nyimbo za kiroho, sio tenzi tunazoimba hizo unasoma tusome sio tenzi. Hapana, maana zile nyimbo za kiroho. Ndio maana neno tenzi za rohoni. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kwa hapa pote panatuelekeza umuhimu wa neno la Mungu. Faida yake ni nini? Ina matokeo gani kwenye mambo ya kuonyana? Tunapoonyana sio kwa maneno ya ufasaha tu ya kibinadamu, lakini neno la Mungu linasemaje kuhusiana na jambo lililofanyika na tatizo lililotokea? Neno la Mungu linasemaje? Kwa unaliwakilisha neno la Mungu katika masaidiano hayo. Tunaonyana kupitia neno la Mungu. Tunafundishana kutembea katika nguvu ya Mungu kupitia neno la Mungu linavyotaka. Sasa kama neno haliko ndani yako, utamfundishaje mtu? Utamtiaje mtu moyo? Utatumia akili za kibinadamu. Utatumia pole sana. Pole haiponyi.
Pole ndio inaendelea kuongeza maumivu na kumfanya mtu adumae. Pole pole. Apewe kitu kitakachomuinua kutoka hapo. Neno la Mungu linasemaje kuhusiana na tatizo lililonalo? Hilo ni pito. Ananolewa, anasuguliwa, anatengenezwa. Kuna taji iko mbele yako. Kuna neno atakalolipata. Sio pole tu. Unaishia kwenye pole tu. Bado kuna neno la kumuinua hapo alipoumizwa. Hapo alipokwama.